Naam, hujambo mtazamaji, karibu natazama hoja kuu ndani ya runinga ya Three Stones TV. Na mada ya leo tunazungumzia kuhusu ujenzi, na katika studio zetu tuna mtaalamu wa masuala ya ujenzi ambaye ni kaka Faris Atai. Karibu sana kaka. Asante. Asante kupata fursa ya kutembelea studio zetu. Nashukuru. Asante. Ningeomba uweze kumsalimu mtazamaji wetu pale nyumbani. Sana. Salimu nyote, hamjambo mlioko pale nyumbani. Vile ambavyo umesikia mimi naitwa Atai Faris. Ni alivyosema ni mtaalamu katika mambo ya ujenzi, na kwa Kiingereza wanasema engineer. Actually ukisema kwa ufasaha kabisa ni graduate engineer. Tuna ofisi yetu pale Karen na tunahusika hasa na mambo ya ujenzi. Tumekuwa tukifanya mambo haya ya ujenzi kwa miaka mingi sana. Na nashukuru sana na natumai kwamba mtaweza kumairika. Naam. Kaka Faris, ni wataalamu wapi wanaohusika katika masuala ya ujenzi? Masuala ya ujenzi yana wataalamu kadhaa ambao tunafaa kuwajua, ama mtu yote anafaa kuwajua kama unataka kujenga. Pia ujenzi wenyewe kuna ujenzi aina tofauti. Sasa inategemea ni ujenzi aina gani. Sasa kila aina ya ujenzi ina mtaalamu wake. Inaweza kuleta, ukiwa na ujenzi wa aina fulani unaweza kuhitaji wataalamu wa aina fulani tu. Na ukiwa na ujenzi wa aina tofauti utahitaji wataalamu na nyingine. Mfano, ukitaka kujenga barabara utahitaji wahandisi. Na ukitaka kujenga barabara utahitaji wahandisi, wala utahitaji architect. Sijui architect wanaitwaje kwa Kiswahili, lakini utahitaji architect kwa sababu hawafanyi maneno ya hawafanyi masuala hawakusomea masuala ya barabara. Kwa sababu lakini huo bado ni nini? Ni ujenzi bado. Ukitaka kujenga daraja, mabwawa na daraja. Ukitaka kujenga mabwawa, ukitaka kujenga sewer lines, utahitaji wataalamu ambao wanahusika katika hiyo kazi, hasa hiyo kazi, ambao wamehitimu kushughulikia masuala hayo ya ujenzi. Sasa katika swali lako kwamba ni wataalamu aina gani wanaohusika katika mambo ya ujenzi. Kwanza sana tukiongelea mambo ambayo ujenzi ambao watu wengi wanaelewa ni ujenzi wa nyumba. Ujenzi wa nyumba. Katika ujenzi wa nyumba unahitaji mchoraji, mtaalamu huyu anaitwa architect. Kazi yake ni kuchora. Na atakapochora ile nyumba, atachora kitu ambacho wewe kama mwenye nyumba ukiangalia utaelewa. Ushaona? Usema nataka mlango hapa, nataka hapa mahali pa kuegesha gari, nataka hapa niweke runinga yangu hapa. Kwa hivyo wacha nikukate kidogo. Tunaposema kwamba unahitaji mtu ambaye anahusika katika masuala ya uchoraji. Na ni mimi nayetaka kujenga ile nyumba, sivyo? Sasa ni mimi nayefaa kumwambia yule ambaye ana ufasaha katika masuala ya uchoraji, ama ni yeye anafaa kunieleza? Kwa sababu ninapomwambia nitahitaji mlango hapa, nitahitaji jikoni yangu iwe hapa, nahitaji chumba cha kulala kiwe hapa. Ni nani anafaa kupatia mwingine mawaidha? Ni yeye anafaa kunipa mawaidha kwa sababu ni yeye ambaye ana ufasaha katika masuala ya ujenzi, ama ni mimi naweza kumuelekeza? Kuna usemi unaosema kwamba mteja kwa mara zote yuko sawa. Hata kama anafanya kitu ambacho ni kibovu. Naam. Lakini anahitaji mawaidha. Sasa mtasemezana. Ni kusemezana. Wewe utasema mimi nataka hivi. Naye atakwambia naona kana kwamba hiki kitu ambacho unataka hakifai kufanywa hivi. Mwishowe utaanza kuona kwamba hakikuwa kitu kizuri. Sasa
mtakuwa mkisemezana hivyo. Sasa wewe unasema mimi nataka nyumba hii iwe ghorofa 3. Na nitaishi pale mimi na mke wangu na mtoto wangu mmoja. Na atakwambia nyumba ya ghorofa 3 ni kubwa sana kwa wewe na mtoto na mke wako na mtoto wako mmoja. Unataka nyumba ya ghorofa 1. Ushaona? Unajaribu kusema ni kwamba kuna masuala mbalimbali ambayo yanahusika katika unaweza kumpatia mtu mawaidha. Kwa mfano, kwa sababu unachosema ni kwamba kwa mfano nakaa mimi na mke wangu na watoto wawili. Ninapotaka kujenga nyumba ambayo ninataka kuishi, ni lazima nijue kwamba familia yangu ni kubwa kiasi fulani, ndio iruhusu upana ama ukubwa wa nyumba ambao nitakaoijenga. Naam, hata sio ukubwa wa familia tu, lakini ni mahitaji. Ni mahitaji. Kuna wale ambao anaweza kuwa ni watu wawili, mke na mume, lakini mahitaji yao yanataka nyumba kubwa. Ushaona? Na kuna wengine ambao wanahitaji nyumba ndogo. Kitu cha pili ambacho kinaweza kufanya utake nyumba aina fulani ama ukubwa aina fulani ama inaonekana njia fulani ni pale ambapo unapoishi. Kwa Kiingereza ndio neighborhood. Mazingira. Mazingira yako. Mazingira yale ambayo. Sasa katika yale mazingira, jirani yako amejenga nyumba aina hii na jirani yako amejenga nyumba aina hii. Sasa wewe huwezi kujenga nyumba ambayo haifiki kiwango ya zile nyumba ambazo ziko pale. Ama wale wengine wamejenga nyumba ndogo ndogo na wewe unataka kuweka ghorofa katikati ya nyumba zile, alafu unapotoka nje ya balcony unawaangalia wanapoogelea katika wanapoga kule nje. Sasa hiyo haitakuwa vizuri. Kwa hivyo unachojaribu kusema ni kwamba kwa mfano tuseme kwenye mitaa ya mabanda. Huwezi kwenda kwenye mitaa ya mabanda kisha uweke nyumba ambayo si sawa na zile nyumba ambazo ziko pale. Ya ndivyo, kwanza kwa sababu ya kawaida ya vile unajua utakuwa umekuwa out of a class. Yani utahisi ni kwamba umekwazika ufai mahali pale. Ufai mahali pale. Lakini cha pili ni kwamba kuna sheria zingine ambazo zinakulazimisha kujenga nyumba ya aina fulani mahali fulani. Kwa sababu huwezi jenga nyumba inayopita ukubwa fulani mahali fulani. Ama huwezi jenga nyumba ya ambayo haifiki katika kiwango fulani cha watu ambao wanaishi, cha watu wanaoishi mahali fulani. Sasa pia kuna hizi sheria. Pia kuna ili jambo la kutaka kujihisi kana kwamba nawe umefaa mahali pale. Hasa kuna mambo mengi, kuna mambo mengi ambayo yanahusika na katika masuala ya ujenzi. Je, wahandisi wanahusika vipi katika masuala ya ujenzi, hususan ujenzi wa nyumba? Naam. Sasa wahandisi wanahusika sana. Na katika kila nyumba inayojengwa, ili ijengwe sawa sawa, lazima pawe na wahandisi waliohitimu. Wahandisi wanahusika hivi. Yule architect anapomaliza kazi yake, mchoraji huyo architect anapomaliza kazi yake, amechora nyumba inayoweza kuonekana na kila mtu kwamba itakuwa hivi na hivi na hivi, milango itakuwa hapa, ngazi zitakuwa hapa, paa litaonekana hivi, sura ya nyumba itakuwa hivi, rangi zake zitakuwa hivi, hapa ndio magari yataegeshwa. Kila kitu amechora. Milango itakuwa hapa, kuta zitakuwa hapa, nguzo zitakuwa hapa, madirisha hapa. Kila kitu ameshamaliza. Sasa mhandisi yule anakuja sasa, anachora pia. Lakini sasa anachora vitu tofauti, lakini vinavyokwenda sambamba na ule uchoraji uliofanywa kwanza na nani? Na yule architect. Sasa anapokuja kuchora, anachofanya sio kuchora kwanza. Anafanya hesabu zake. Labda nyumba ni ghorofa 20. Anapiga hesabu ya uzito wa kila kitu kitakachokuwa katika ile nyumba. Anajua uzito wa kiti hiki,
anajua uzito wa ukuta huu, anajua uzito wa nguzo hii, anajua uzito wa sakafu, anajua uzito wa madirisha, uzito wa kila kitu. Anapiga hesabu ya uzito ule. Anafanya hesabu yake mpaka anajua uzito utakaofika chini ya mahala ambapo hii nyumba itakapokuwa imekalia. Ya, mpaka huko chini kwenye mchanga sasa. Ya, mpaka huko kwenye udongo. Ushaona? Sasa pale katika udongo anapoanza kuweka ile foundation, msingi wa nyumba, anajua kwamba hapa katika msingi uzito ambao umeingia ni kiasi hiki. Kwa hivyo nyumba hii haiwezi zama. Kwa hivyo unasema kwamba ni lazima ajue kwanza uzito wa kila kitu kitakachotumika katika nyumba hiyo. Naam, hiyo ni lazima kwa ujenzi. Naam. Alafu ajue kwamba udongo huu unaweza kustahimili huu uzito. Naam. Hata labda ningesema hivi. Kitu cha kwanza mhandisi anachofanya ni kwenda pale kwenye udongo, kuchukua kiasi cha udongo ama kufanya kitu kinachoitwa tests. Anapofanya tests katika ule udongo, anajua udongo huu unaweza kubeba uzito kiasi fulani. Yaani nguvu za udongo kustahimili uzito, kwa Kiingereza unaitwa kwamba soil bearing capacity. Sasa hiyo lazima ieleweke ili kufanya kazi nzuri. Isipoeleweka vizuri, nyumba ile itaenda kuzama. Yaani inapojengwa pale itaanza kuzama kwenda ndani ya udongo. Ama inaweza zama nzima, ama izame mahali pamoja, sehemu moja, na mwishowe ikafanya nini? Ikaanguka. Sasa wahandisi wanakuja hivyo ndani, wanajua uzito wa nyumba ile, alafu wanachora yani vile ile nyumba itakavyojengwa, itakavyowekwa chuma ndani yake, ili hizi chuma zishike ule uzito wa ile nyumba, isifanye nini? Isiweze kuporomoka ama kupata shida yoyote. Na kwa sababu umeweza kutueleza kwa njia ya kina na kwa njia ya kipekee. Ni kwa nini haswa Kenya nyumba nyingi zinaporomoka, hususan hapa Nairobi? Na ni nani ambaye ameweza kulala kazini? Sababu lazima kuna mtu pengine analala kazini afanye kazi yake. Kwa sababu jinsi ulivyoeleza ni kwamba kuna msururu wa watu ambao wanahusika katika haya masuala ya ujenzi wa nyumba. Sasa mara nyingi unapoona nyumba zinaporomoka, inamaanisha kuna mtu hakufanya kazi yake vizuri. Kwanza, inawezekana kwamba yule mhandisi hakufanya hesabu zake vizuri. Hiyo zinaitwa design. Hakufanya design sawa sawa. Pili, inawezekana kwamba yule ambaye alikuwa anajenga, mwanakandarasi, alifanya nini? Alipitia njia za mkato. Labda akaweka simiti kiasi kidogo, labda akaongeza maji mengi katika kokoto, labda hakumwagia maji nyumba, labda hakufanya kazi yake vizuri. Unaona? Sasa kwa mara nyingi sana shida hutokea kwa hawa watu wawili, yule mwanakandarasi na huyu mhandisi. Hapo shida zinaweza kutokea. Hawawezi, kwa mara nyingi uweze pata kwamba nyumba ilianguka na kati ya hawa wawili lazima watahusika. Mmoja wao alifanya makosa mahali. Ngoja tupunge hewa kidogo, tutakaporejea utanijulisha ni nani wa kuwajibika haswa wakati nyumba imeweza kuporomoka. Kwa sababu tunapoangalia katika vyombo vyetu vya habari ni kwamba kuna majumba mengi ambayo yameweza kuporomoka haswa huko Nairobi. Ni nani ambaye anafaa kuwajibika haswa wakati nyumba inaporomoka na hata kuchukua maisha ya wale ambao wanaishi hapo ndani?
Na mtazamaji, tunapunga hewa kidogo tu, tunarejea muda usio kuwa mrefu. Lakini kumbuka kuwa katika runinga yako kuna namba iliyoko hapo, namba ambayo ni 22330. Unaweza kushiriki mada hii ambayo ni ujenzi wa nyumba bora. Tunapunga hewa, tunarejea muda usio kuwa mrefu. Karibu mtazamaji, kumbuka mada ya leo tunazungumzia ujenzi wa nyumba bora. Na kabla tuende mapumzikoni, nilikuwa nimemuuliza ambaye ni mhandisi tuliye naye katika studio zetu ambaye ni Faris Atai, kuhusiana ni nani wa kuwajibika aswa nyumba zinapoporomoka. Nilikuwa nimesema hapo mwanzoni kwamba kama yule mhandisi ama mwanakandarasi mmoja wao hakufanya kazi yao vizuri, kunawezekana huenda kutokea na nini, na shida katika ile nyumba. Sasa ile nyumba inaweza kupata shida, huenda hata isiporomoke, lakini inaweza kupata shida, inaweza kupata cracks, inaweza kupata shida nyingi. Labda unaweza kuingia pale nyumbani, unaona kwamba sakafu yani kwa Kiingereza tunasema imesag, ama imeweza kupanuka, ama imeweza kupasuka, ama imezama kidogo tu. Lakini labda ukitembea pale unasikia inafanya kama inatingika, kama inatingika, unaona. Ama ukiangalia nyumba ile imekuwa na mianya kila mahali, cracks all over. Huenda isianguke, lakini unapata kwamba inapata nini, inapata shida ile mianya. Sasa ulikuwa muuliza nani wa kuwajibika, na ni kwa nini hizi nyumba zinaporomoka? Naam, kuna watu wengi wa kuwajibika. Tumeongelea yule mhandisi na mwanakandarasi. Lakini pia kuna watu wengine ambao wanahusika ambao wanafaa kuzunguka wale wa local council authority. Yaani wale, sijui nitawaitaje kwa Kiingereza, wale kama pa Nairobi na kama council, city council, watu kama hao wanaohusika na mambo hayo wanafaa kuzunguka na kuangalia kama kwamba wale wanaofanya kazi hizi, je, wanafanya kazi iwapasavyo, wamehitimu, ama ni watu ambao hawajahitimu kufanya zile kazi. Kwa hivyo unasema ni jukumu la council ama mahala pale ambapo hii nyumba inajengwa kuhakikisha ya kwamba wanazunguka na kuangalia hii nyumba inajengwa jinsi ipasavyo, na kuna zile sheria ambazo zinafuatwa kuhakikisha ya kwamba nyumba hiyo inafikia kile kiwango ambacho kinachohitajika nyumba ziweze kujengwa katika kiwango hicho. Hiyo ni kweli, kwa sababu sasa wale ndio wanaweza kujua kama kuna nyumba inajengwa mahali na aina wataalamu waliosajiliwa na wanafanya kazi ambayo labda inaweza kuwa na wataalamu waliosajiliwa lakini hawafuati sheria, ama yule mwanakandarasi hajasajiliwa na National Construction Authority. Sasa pia yule mwanakandarasi lazima wale wa National Construction Authority pia wanazunguka kuangalia kama hawa wanakandarasi kweli wamepata kibali kufanya kazi hii, wamepatiwa kibali na National Construction Authority ili kufanya kazi hii. Sasa hawa pia wanaowajibika ili kuona kwamba ujenzi huu unapofanywa, wale wanaofanya kulingana na sheria ambazo zilizoko. Kwa sababu unaweza kuta kwamba kwa mfano wamesema weka kiwango fulani cha simiti. Na swala ambalo lizungumzia kwa unaweza pata kuna wale ambao unaweza pata haweki kiwango cha simiti ambacho kinafaa. Pengine anaweka maji mengi, pengine unapata kwamba kuna watu hapa na pale ambao wanafaa kuhusika katika masuala hili lote zima. Kuna wale wanaowajibika moja kwa moja, yani directly, na kuna wale ambao wanawajibika kwa kuona kwamba wale wanaofanya kazi moja kwa moja pale katika site ya ujenzi wanafanya kazi iwapasavyo. Kwa hivyo ni lazima swala hili zima linagusa kila mtu. Naam. Linagusa kuanzia kutoka mwenye kandarasi,
mwenye nyumba na wote ambao wanahusika katika ili swala lote. Na je, nitapasaje kujua ya kwamba hawa ambao nimewapatia wanakandarasi ama wataalamu ambao wanahusika katika kazi yangu, kwa mfano mimi ndio mwenye hiyo nyumba ambayo inajengwa, sivyo? Sasa nitapataje kujua kwamba hawa ambao nimewachukua kama wanakandarasi wamehitimu kihalali, kuhakikisha ya kwamba wamehitimu katika masuala yote ya haswa ya ujenzi? Katika masuala ya ujenzi, vile umeuliza kwamba unafaa kujua kwamba wale watu ambao unafanya kazi nao wamehitimu. Hicho ni kitu cha kwanza, na ni wajibu wako kama mtu anayejenga kutumia wale watu ambao wamesajiliwa. Sio kama kitambo, kwa mfano kule mashinani kule nyumbani ulikuwa unakuta baba mwenye nyumba anaamka tu na kusema nimepima hapa kutoka huku mpaka huku. Basi namna hiyo, na msingi unajengwa na nyumba inaanza kujengwa namna hiyo. Inasikitisha kwamba hata sasa hivi wanafanya hivyo pale mashinani. Lakini pamoja na kwamba huko ni mashinani, haifanyi kwamba sheria haifanyi kazi pale. Haifiki kule. Inawezekana kwamba mkono wa sheria wanavunja sheria. Na mkono wa sheria hujafika huko, lakini sheria iko pale. Inavunjwa tu lakini ipo. Sasa hakuna tofauti ya mashinani na mjini. Kwa sababu nyumba ni zile zile na kuporomoka ni kule kule. Sawa. Na zinapoua watu hazichagui watu kwamba sasa tunaua watu wanaokaa kwenye mijini, na si inapoporomoka ni ikipata mtu ndani na inamaliza maisha. Sasa tumesema ni kukate kidogo hapo kwamba lazima wawe na ile mwanakandarasi, ili kwamba ujue kwamba amesajiliwa, lazima akue ana ile stakabadhi ya National Construction Authority. Na kama hana, na kuhakikishia kwamba utakapoanza kujenga utamaliza kujenga, hiyo nyumba itasimamishwa. Huo mjengo utasimamishwa na watu wa National Construction Authority. Na sidhani kwa nahisi ya kwamba kuna changamoto kwa sababu umezungumzia masuala ya mashinani. Kwa mfano mahali tunakotoka kule mashinani, kule nyumbani hizo sheria hazifuatwi. Ni nani anafaa kuwajibika kuhakikisha kwamba hizi sheria zinafuatwa pale mashinani? Kwa sababu mimi nikiwa pale nyumbani, pengine sikuenda, kwa mfano babu zetu na wazazi wetu hawakwenda skuli, jinsi tumesoma tunajua kwamba kuna hizi sheria ambazo zinafaa kufuatwa. Lakini pale mashinani hawajui hayo. Baba ataamka siku moja na aseme mimi nataka kujenga nyumba hapa, na anaanza kujenga. Sasa ni nani ambaye anafaa kuwajibika hapa? Sasa pale wanafaa kujua. Kuuliza si ujinga, wanafaa kuuliza, wafanye nini? Wafahamishwe. La sivyo wataangamia kwa ukosefu wa nini? Wa maarifa. Sasa pale nyumbani siku hizi tuna kitu kinachoitwa kwamba county government. Sasa county government imekuja nyumbani, karibu na nyumbani. Na pale katika county kuna wale watu wa zile county. Sasa wao ndio wanafaa kuzunguka kuona ya kwamba sheria hizi zimetiwa nguvu hata paka mashinani, ili kwamba tuwe na ujenzi bora katika nchi yetu. Ni ushauri gani unaweza kuwapa watu wa mashinani? Ushauri kidogo tu ambao unaweza kuwapa watu walioko pale mashinani kuhakikisha kwamba hizi sheria zote zinafuatwa. Wale watu wa mashinani naweza kuwashauri kwamba ni kweli kwamba tuna changamoto, kwa sababu unaona wataalamu wote wamehamia Nairobi na mashinani hakuna watu wanaowasaidia wale pale. Na kwa mara nyingi utapata tu kuna labda kijana fulani aliyemaliza high school ama shule ya upili na amefungua ofisi pale karibu na nyumbani, na anajua kutumia kompyuta kidogo, na anaenda pale anafanya nini? Anachora. Sasa kuna changamoto, ni kweli, lakini pia tujaribu. Siku hizi tuna internet, tuna simu, atufai kama tunaishi mashinani tuwe ni kama tumefungiwa kabisa pale mashinani, wala hatuwezi kupata kuwasiliana na watu wale wengine wote
walio katika mahala pengine. Walio katika mahala pengine. Sasa tujaribu sana. Kama uko pale nyumbani, una namna ya kuwasiliana na watu wengine walioko popote pale. Kuna uwezekano unaweza kupata msaada kuliko wale ambao wanatafuta usaidizi pale pale nyumbani. Pili, katika haya mashinani, ukienda pale hata ukienda katika local counties, sidhani kama utakosa watu ambao wamehitimu kufanya kazi hiyo. Kwa hivyo ni watu wawajibike na kutafuta haya maarifa katika hata mahali kwingine. Naam. Je, unahisi ya kwamba hawa wanakandarasi na wahandisi wanahusika katika ujenzi, wanahusika katika rushwa ile kujenga nyumba kiholela holela? Kitu cha kwanza ambacho naweza kusema ni kwamba mambo ya rushwa na vitu kama hivyo ni shida ambayo imeingia katika kila sehemu katika nchi hii. Sasa ni wajibu wa kila mmoja wetu kuona kwamba unapofanya kazi yako sio mtu unayetafuta rushwa ama nini, lakini ni mtu unayefanya kazi yako ikupasavyo. Siwezi sema kwamba kila mtu kwamba hakuna mtu anayetafuta rushwa katika kazi hizi hapa na pale ya ujenzi. Ujenzi una maneno mengi, na labda kuna wale watu ambao wanatumia njia za chini kupata vitu vyao kusajiliwa, unaona. Sasa hao wanaweza kuwepo, lakini kuna watu wengi sana katika taaluma hii ya ujenzi ambao wanafanya kazi yao kwa ufasaha sana. Na pamoja na kwamba kuna maneno ya rushwa hapa na pale, corruption nini, tusisahau kwamba kuna Wakenya wengi sana ambao wanafanya kazi yao kwa njia inayostahili. Kwa njia inayostahili. Kwa pengine kwa muda wa dakika moja, nataka uwape ushauri wa Kenya. Kwa sababu swala la ujenzi linagusa sisi wote, tunatoka kwenye majumba na tunaishi kwenye majumba ambayo yamejengwa. Ni ushauri gani ambao unaweza kumpa mtu pale nyumbani? Ama yule mwanakandarasi ambaye anataka kujenga, ama yule ambaye anafaa kujengewa nyumba? Hebu wapatie ushauri kwa muda wa dakika moja. Kamera ndio ile pale. Ushauri naweza kuwapa ni kwamba unapotaka kujenga nyumba, kwanza jua kwamba wale watu unaofanya kazi nao wamesajiliwa ama hapana. Mhandisi lazima awe amesajiliwa na Engineers Board of Kenya. Yaani mhandisi, na mwanakandarasi lazima akuwe na NCA, certificate ile ya NCA. Ushaona? Sasa ukishapata vitu viwili hivi vinakwenda sambamba. Na yule architect lazima akuwe amesajiliwa na Borax, inaitwa Borax. Sasa wote hawa lazima kuwa wamesajiliwa. Sasa na ukipata wale watu wamesajiliwa, pia ni vizuri pia kuangalia wamefanya kazi gani. Kazi ile wamefanya kuonyesha nimefanya hivi na hivi na hivi, na uone kama amefanya vile na akinifanyia kama alivyofanya pale, nami nitapata nini? Nitapata msaada unaofaa. Cha pili ni kwamba tujaribu sana kama Wakenya kufuata sheria zilizoko katika ujenzi. Asante sana. Pengine ningeomba uwape namba yako ya simu, kwa sababu kuna wale wanataka kuwasiliana. Unaweza kuwapa namba yako ya simu? Wanaweza kupata wapi kama wanakuhitaji? Sawa. Kampuni yetu inaitwa Weko Consulting Engineers. Sasa Weko Consulting Engineers inapatikana pale Karen Professional Center, njia ile inayopita kwa Vice President. Hapo kuna Karen Professional Center, hii ni Karen Road. Sasa pale utatupata katika mezzanine floor. Sasa hapo ndio utapata Weko Consulting Engineers. Namba ndio hujawapa ya simu. Nambari ya simu pale ni 0722 886353. Hebu rudia lakini uangalie kamera kabisa. Naam. Nambari ya simu yenyewe ni 0722 886353. Asante sana. Asante. Nashukuru sana. Nashukuru. Wenda tukakuhitaji wakati mwingine, usisite kuja.
Nashukuru. Asante sana. Asante. Asante mtazamaji, umesikiliza mambo yalivyo katika runinga ya Three Stones TV, kipindi kikiwa ni Hoja Kuu. Kumbuka unaweza kushiriki mada hii kwa kutuma ujumbe mfupi kwa namba iliyoko katika runinga yako ya 22330. Tumeweza kufika kikomo, lakini natumai kuwa utaweza kumahirika katika vipindi ambavyo vinakuja. Asante, wakati mwema.